vitendo sasa. Matola apewe timu. Apewe na Matola akipa timu pasiwe na lawama tena. Unajua Matola msimu huu tuseme ndio kocha alifanikiwa Simba sababu mechi zote alizozicheza mashabiki mmefurahi. Clean sheet amepata. Kila mechi goli 3. Lakini viongozi usikuta wanajua tatizo lingine ambalo wanalo. Matola. Ambalo pengine sisi hatujui. Inawezekana viongozi wanajua. Viongozi wanajua. Hatujui. Ambayo ndio inapelekea asipewe timu. Kwa sababu wewe jiulize tu, kwa nini wampi? Na anapata matokeo. Anapata matokeo. Kwa nini? Mimi naona kama rangi. Inaweza kutakuwa na shida nyingine. Kwani wafie viongozi wapeli timu ifanye vizuri? Sasa nyinyi mashabiki mnasikilizwa. Jana mmezungumza Bajabira cheze. Kwa nini msimzungumzie Matola abakishwe pale Simba na kiongoze ikiwa anaongoza Simba inapata matokeo mazuri? Tunarudia tena. Huwezi kujua kwamba kwa nini hawampi. Naweza kuwafuata kwa wao binafsi watakwambia sababu. Sababu huwezi kujiuliza, inawezekana mtu akaongoza akawa kocha msaidizi karibu miaka 8 alafu leo simpe timu. Yaani CV yake ni kubwa kuliko hata nani aliondoka. Huyu mwalimu aliondoka. Na hata yule mwingine aliondoka. Wote wanaonekana huyu jamaa na CV kubwa sababu kwa makocha ambao wamepita. Kwenye robo finali zote mlizoenda mlikuwa na mtu mwingine. Kwa nini umpi Matola timu? Atakwambia tu yule afai. Hili swali inabidi lifike kwa uongozi. Kwa nini Matola apeiti? Mtu wote muulize, kwa nini upewe timu akwambia tu yule afai? Mpe sababu za msingi, anasema hana. Lakini pengine uongozi wanazo. Ndio akasema inawezekana uongozi. Inamaanisha hili swali kwa nini Matola apewe timu tulirudishwa kwa viongozi wa Simba. Lakini mchungaji mmoja. Nyinyi mashabiki kuna namna mnasikilizwa. Mmezungumza sana, mmempigia sana kelele Elie Mpanzu. Inamaanisha zile interview zenu walikuwa wanaziona. Kiwango jana amekionyesha kupanda. Sio hivyo tu. Wale wachezaji wanajua kila kitu kinachoendelea. Kila kitu. Kwa zile kelele zimesaidia hata jana umeona alivyocheza. Jana kuna mtu amesema vibaya Mpanzu. Kaonekana kaza vizuri sana. Kacheza vizuri. Kwa hiyo kelele nazo zinasaidia sana. Kama nilivyokuambia nitagombea uongozi, watu watakaa ready kwamba mchungaji akiingia atatumbua. Sasa kama kelele zinasaidia, kwa nini msipige kelele juu ya Matola? Wewe hujanielewa. Nasema hivi viongozi tumetumpia kelele sana na kupewa. Inawezekana kuna shida. Kwa sasa hivi Simba yuko nyakati za kutafuta kocha mpya. Unajisikia watu wanahusishwa na huyo kocha kutoka Stellenbosch. Watu wanahusishwa na ndio nakwambia hivi kunawezekana kuna tatizo. Ujue haya mambo wewe unaweza kuona kwa nje lakini walioko ndani wanajua zaidi. Umeelewa? Wanajua zaidi. Wewe unaweza kusema huyu bwana aendelee tu lakini wale viongozi wakaona sio. Wewe binafsi mchungaji unachagua gani? Mimi ningetamani abaki tu. Hata kama yeye matatu mimi nilipiga kelele sana abaki kama unakumbuka interview zangu. Nilipiga kelele sana Matola abaki. Lakini kilichotokea wakamleta kocha mwingine. Kwa sababu huwezi kupishana tena na uongozi. Ndio nakwambia hivi mimi nilitamani Matola abaki kuwa kocha mkuu. Hata kama hajaja huyu mimi nilitamani Matola afanye abaki lakini wao wakamleta kocha mkuu. Ndio huwezi kupingana nao. Kuna mtu alisema kwamba alimuondosha Pantev pale Simba. Yeye ndio alitakiwa aondoke. Hasa mambo mengine. Sisi tukiangalia kwenye mambo ya kimpira kabisa. Yule kulikuwa hamna sababu ya kuondoka. Na sababu ya kuondoka anaondoka kwa lipi? Kosa lake ni nini? Ana force number 9 akati ana namba 9 za kupita. Je, nafasi zinatengenezwa? Sasa zinatengenezwa. Kosa hasa la Pantev kuondoka nini? Kosa lake kubwa hatujajua mpaka leo. Mpaka leo wana Simba hamjui sababu Pantev kufukuzwa kazi. Hamjaoje. Na utasemeje kwamba na ukitoa sio sababu. Na hamjaoje. Nasema wala sio sababu. Alifukuzwa Robertinho, alikuwa na mechi 7 hajafungwa, mmoja amesare, kaja kufungwa na Yanga tu kaondoka. Si ndio nakwambia hivi. Pantev kafungwa. Simba kama Simba. Pale unaweza kufanya vizuri zaidi ndio ukafukuzwa. Na ukafanya vibaya zaidi ukabaki. Kama sasa kama ambaye alishawahi kufanya vibaya kabaki. Sio Matola. Kwa nini Matola mbona kwa nini anaendelea kubaki siku zote? Matola ni kocha msaidizi. Sawa, unashindwa kumshauri? Jambo ambalo hatulielewi mpaka saa hizi watu wa sport ni kwamba kwa mujibu wa makaratasi Matola ndiye kocha mkuu wa Simba. Pantev alikuwa ni meneja, lakini baada ya matokeo mabovu kupatikana, aliyefukuzwa ni meneja, kocha mkuu amebaki. Ndio vituko hivyo. Ndio nakwambia tunaomba wengine tuyaache. Kwa nini tuyaache mmeona wakati tunataka si mnaona head coach timu imefanya vibaya kabaki. Msaidizi kafukuzwa. Si vituko hivyo. Ndio kwamba tunaacha. Kwa hiyo kuna vitu vya kurekebisha vingi. Ndio maana nimeamua mwenyewe kugombea uongozi ndani ya Simba. Kumbe unaona. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana inabidi virekebishe. Alafu na uwazi.
Mbona kama kilitokea juzi, watu wanaingia kwenye mkutano wenye timu yao wanataka kuajili timu yao, wewe mwenyekiti unakataa, unafunga mkutano. Si huu ni wenye timu yao watu hawajajua, unajua watu wako mbali sana. Ukisikia wanachama ndio wenye timu yao, wewe wamekuweka katika wale wanachama 20 wamekwambia utuongoze. Sasa wewe unavyoongoza wewe ndio unaweka jeuri na kiburi kwamba sasa hivi nafunga mkutano bila wao waliokuweka kuwasikiliza. Yaani kama watumia ubaga. Sasa wanajisahau kwamba wao ni party ya wanachama. Wao wanajiona kwamba tayari kama kikundi fulani hivi kama wao ndio wanafaa, hao wengine hawafai. Ambao ni personal. Ndio hayo mangu mimi nakataa sana katika maisha, hata katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo watu wengine ni bora zaidi, wengine hawafai. Wewe unataka kutengeneza mazingira kwamba mwenyekiti akikaa na shabiki wanazungumza lugha moja. Na umenielewa. Ndio maana nikakueleza ngombe hivi. Ile supu ya Yanga unaona tunapiga kelele. Tunawatania tu. Lakini ile supu ya Yanga ilikuwa inaunganisha watu. Mtu katoka Chanika, Bagara, Bunju. Amekuja pale anakula chapati, engineer anakula pale chapati. Jopo ni kwamba engineer anaweza akakaa na Yanga akapiga story. Kumbe umeelewa. Lakini Mangungu hawezi kukaa na kina Manda. Tu viongozi wote pa unapoona anakaa naye wapi. JSM mwenyewe anakaa na hao kina nani wanapenda story. Umeelewa? Unakuta kaka pale anakunywa chai, wanakuja. Ni chachu kubwa ya mafanikio anayopata. Ndio nakueleza wanajifili hata kuitetea klabu ni kama klabu yangu. Kwani Yanga hana makosa? Yanga wana matatizo kibao, lakini umeona memfesa wao wakisema Yanga vibaya. Tutazame game za Yanga ambazo amezicheza mpaka sasa. Yanga anafanya vizuri tu. Slow but sure. Eneo hilo. Yanga sio kwamba wao hawana matatizo, wanayo mengi, lakini memfesa na wao jambo hili moja. Kwamba anachozungumza shabiki ndio hicho ambacho kiongozi anazungumza, sababu wao wanaongea lugha hii. Sasa sisi tuna tofauti, kwanza ni tabaka ile. Tabaka. Leo anachozungumza shabiki hao na wako dunia yao. Kwamba unasema kwamba bana kiongozi kuna moja bila kiongozi anambia tukutane kwenye mkutano. Licha ya kusema hivyo, huyu yuko dunia nyingine na yuko dunia nyingine. Kwanza mkutano kwanza mnashangana. Yeye anashangaa mimi mwadhiri. Anakwambia wanadhiri tunao wengi hapa. Sasa wewe tunaandika. Sielewa. Bwana msingi kwamba kwa nini tusitafute nani uhuru, wakaguzi uhuru kutoka nje kuja wakagua ndani. Sielewa. Ina maana wa nje wakiwa watakuwa neutral, wa ndani tunajikagua mwenyewe. Bwana wewe najua wewe una kisa na mimi. Sasa nisubirie kwenye mkutano unaokuja. Kwenye uchaguzi tutakusubirie. Wewe hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Alafu wewe unanifuatiliaga sana. Kuona leo unanifuatilia. Mwingine akaambia kwanza umevaa jezi. Haya wewe eti jamaa eti anakuja na jambo jema, akajua anakuja jambo jema. Anakuja kuniambia eti hivi na hivi. Kwanza kumwangalia tukavaa jezi. Zile nzarau. Inapelekea matokeo mabovu sometimes. Amesababisha mimi nichukue fomu. Mimi fomu nilichukua. Nikwambia uongozi. Na kuna watu hapo kwenye comment watasema sitashinda. Nitashinda na hamtaamini. Na watu wanataka kuuliza wewe ni nani? Mimi ndio mimi, unaniona ndio mimi. Simba itafanya vizuri kulingana na kikosi ambacho unakofikiria. Na kuna mtu mwingine anajaji, wewe kama nani? Mimi ndio kama mimi unavyoona mchungaji wa Simba. Na mimi nitashika uongozi vile vile. Sasa kwenye comment hapo nawaona watu wengine hapo wananiona kama utaniuliza, kama nani? Kama nani? Ndio mimi kama mimi unavyoniona. Na nitaiongoza klabu. Mchungaji endapo Matola atapewa timu tuione Simba robo finali ikiwa mmeshapoteza mechi mbili za kwanza za hatua ya makundi. Hayo mengine sasa hao ni tumachie Mungu kwa sababu mpira nao una mambo yake. Simba amekufunga mechi mbili na kaenda robo. Je, story inajirudia? Hatuwezi kujua. Hamna cha kundi. Mpira ulivyo ni cha ajabu sana. Yanga kacheza mpira mkubwa hapa kashinda. Jamaa Rabat tumeenda kucheza na National kule mpira mkubwa 1-1. Umeona? Mpaka unajiuliza Yanga amfungeje huyo. Ndio mpira wa kulipa. Kwa hiyo Simba waendelee kujipanga. Bado mimi nitakuwa mtu wa mwisho sana kusema kwamba Simba haendi robo finali. Nitakuwa mtu wa mwisho kusema Simba robo finali haendi mpaka nione mwisho. Swali lingine la msingi ambalo ili ikitokea msimu huu mmepoteza hichi ambacho naenda kuuliza, itakuwa Simba imefeli. Simba unaiona kichukua ubingwa ligi kuu msimu huu? Kuchukua ubingwa inawezekana. Ligi kuu. Wa ligi kuu. Hizi point mbili hizi Simba itakuwa maintain. Maintain vipi? Asia akapoteza mechi. Mpaka dabi. Pale kwenye dabi sana kuna. Ndio hapo nataka kukwambia hapo. Kwa sababu wale bwana walituambia watatufunga sisi back to back mara ngapi? Mara 10. Kwa hiyo wametufunga mara ngapi? Mara 6. Kwa hiyo bado mara ngapi? Bado mara 4. Ambazo hizo mara 4 kuna uwezekano wenyewe kufunga mara 3 ndani ya msimu huu. Mara 2 bado ndio wako unakimbia sana. Nimekupigia hesabu nzuri tu. Wale wasema back to back miaka mingapi? 10. Mara 10. Wametufunga mara ngapi? Mara 6. Wanakuambia leo mtavaa kola, afu kesho mvae kola. Mnavaa kola. Yeye anakuambia na majasusi walioko huko. Siri za huko wanazisikia huko. Hata kwenye mkutano anakuambia mkutano utakuwa hivi.
Simba leo anapoteza goli 2. Na Simba anafunga goli 2. Hii mechi tunawahurumieni, mnashinda. Haya, mnaenda mnashinda. Wao habari wanazo huko. Simba leo anacheza mchezaji fulani. Baba haja ataingia dakika 2 mpira kuisha. Na kaingia kacheza. Hizo habari wanazipata wapi? Baba haja ataingia kipindi cha pili dakika 2 na atapata goli. Yaani wao ni kwamba kila kitu kinachopangwa na klabu. Tukitaka kutoa matatizo tunaenda kuuliza Yanga. Bwana, hii mechi inayokuja ikoje? Okay, inamaanisha kwamba bado hujanielewa. Sasa hivi ukitaka jambo utaka kulifanya unaenda kuuliza. Bwana, Alikamwe bwana, tuna mechi inakuwa vipi? Akamwambia mechi mnashinda. Kwa Alikamwe kwa nyengo yao amewaweza. Si ndo anajiita jasusi? Amewaweza kwa hiyo. Sasa kama kuna mtu huko anapewa habari, sasa kuna kazi hapo. Kwa Alikamwe kawaweza. Nikuulize swali. Huyo mwenyekiti wa bodi anakuambia Simba ikifungwa na watu wanacheka. Viongozi wenzake. Sasa kuna kazi hapo. Mpaka nakwambia naenda kuchukua fomu uje nilikuwa hujanielewa maana yangu nini. Kuna vitu vikubwa unataka uende kusafisha huko. Haya, huyu anakwambiaje Simba kuna viongozi wengine kama nini? Ni nini alisemaje? Yule kiongozi alivyojiwa kwenye chombo cha habari alisema kwamba Simba ikipoteza kuna viongozi ambao ni wenzake sasa wanafurahi. Kuna neno lingine alizungumza. Anasema viongozi wengine wa Simba kama nini? Wewe umesahau. Simeelewa mpaka hapo. Hasa kama kiongozi kama yule anajua yanayoendelea Simba. Why mimi leo nikwambia Simba kuna shida? Inamaanisha jasusi Alikamwe alolichomeka Simba yupo kwenye uongozi. Yaani jitu. Kikao kikifanyika tu cha Simba. Habari wanazipata. Kile kinachoendelea Yanga tutawafunga. Yaani Alikamwe ni mtu kweli, ameweza kuwawekea jasusi. Ndio maana nimeamua mimi kuchukua fomu ya ugombea uongozi kwa sababu haya yote tunayoyaona. Simba ikuwa hivi. Siri za huko zinaenda huko. Sasa kama haya mambo niambie, kwa hii miaka 4 na kwa ambayo mambo yanaendelea na habari Yanga wanazipata. Kwa hii miaka 4 ambayo tunapoteza. Sasa unadhani kwa staili hii wewe utaenda kuchukua ubingwa msimu huu? Bado wewe hujanielewa. Wewe usingelewa ubingwa nakwambia ndio maana kwamba naenda kuchukua fomu. Sasa fomu si mwakani, this time naenda kusafisha kila kitu. Kwanza benchi lote napiga chini Msimu huu tarajia unatoka peupe. Kwanza benchi lote napiga chini. Msimu huu tukitoka tumechukua sawa. Benchi lote napiga chini. Naanza hamna cha meneja wala mbeba mizigo. Wote mpaka yule unamwona nini wote naanza upya. Kumbe ulikuwepo. Mpaka daktari wote. Naanza moja. Wewe huwezi kujua ni nani. Kwanza nitakuwa mbogo kweli kweli. Mpaka mambo yatakaa. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kurekebisha ndani ya klabu. Kwanza nimepata interview nzuri sana ambayo haukutegemea kwamba nitakuja kugombea uongozi mkubwa kiasi hicho. Umeona bwana? Na mchungaji, sisi tutakuwa na wewe kila hatua. Waandishi habari wanafanya kazi sana na viongozi wa kila klabu. Kwa hiyo kila laheri kuelekea hilo. Na